haraka kama askari, haraka. Usifanye mzaha. Sogea haraka kama askari. Picha hizi kutoka mapema mwaka huu zinaonyesha mshangao mkubwa wa kijeshi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanaume hawa ni wakandarasi wa kijeshi wa kigeni waliofunzwa vizuri, waliokodishwa na serikali ya Kongo. Wakiwa wamezungukwa na kamera za habari, wanakusanywa na kufukuzwa nchini na kundi la waasi linalojulikana kama M23, wanaoonekana hapa wakiwa kwenye sare. M23 wanadai kuwa ni wasi wa wananchi wa kawaida, wakipigana na serikali ili kulinda haki za wachache wa kabila la Watutsi wa mashariki mwa Kongo. Mapema mwaka 2025 waliushangaza ulimwengu kwa kuteka miji mikubwa ya mashariki mwa Kongo. Lakini kamera zilipozima, nguvu halisi iliyokuwa nyuma ya mafanikio ya ghafla ya M23 iliingia na kuchukua eneo hilo. Hawa ni wanajeshi kutoka nchi ndogo jirani ya Rwanda, waliotambuliwa na vyanzo vya kijasusi vilivyozungumza na NBC News. Tuligundua ushahidi unaoonyesha kwamba Rwanda imewapa silaha, imewafunza na kuamuru wapiganaji wa M23 na pia imetuma maelfu ya wanajeshi wake kushiriki vita hivyo. Vita yao ya kisiri imewapa udhibiti wa eneo lenye akiba kubwa duniani ya madini adimu yanayotumika kwenye simu za mkononi, vipuri vya kompyuta na betri. Pia, vita hivyo vimesababisha vifo vya maelfu na kuwafanya mamilioni kukosa makazi. Licha ya tuhuma kutoka Umoja wa Mataifa na serikali za Magharibi, Rais wa Rwanda Paul Kagame amekuwa akikanusha kwa umakini na mara kwa mara kuhusika kwake kwenye mgogoro huu. Tatizo hili halikuanzishwa na Rwanda na si tatizo la Rwanda. Ni tatizo la Kongo. M23 sio Wanyarwanda. Je, Rwanda kwa sasa ina wanajeshi wowote kabisa mashariki mwa DRC? Sijui. NBC News imepata pekee ripoti za kijasusi za siri na picha za upelelezi za miaka mitatu. Tulipewa na wakandarasi wa kijeshi walioajiriwa kutoa taarifa za kijasusi kwa majeshi ya Kongo. Kwa kutumia ripoti za matukio za ziada kutoka jeshi la ulinzi la Rwanda, picha za satelaiti na mahojiano na wapiganaji, tuliweza kuunganisha simulizi ya vita vya siri vya Rwanda. Kwa mara ya kwanza, tunaweza kuona jinsi Rwanda ilivyoanzisha kambi za uwanjani kwenye ardhi ya Kongo, kama hii hapa, karibu maili 40 kutoka mpakani, ambayo ilitumika kuwapa silaha, kuwafunza na kuwaongoza washirika wa M23. Picha zilizovuja pia zinaonyesha jinsi RDF ilivyofurika mashariki mwa Kongo na silaha nzito, zikiwemo mizinga inayoongozwa, bunduki kubwa, mitambo ya kurusha makombora na hata mifumo ya ulinzi wa anga yenye magari ya kivita. Waliunda mtandao wa mahandaki na ngome imara ili wanajeshi wa Rwanda washiriki moja kwa moja kwenye mapigano. Wakandarasi tuliowazungumza nao walikadiria kwamba idadi ya wanajeshi wa Rwanda walioko mashariki mwa Kongo imeongezeka na kufikia zaidi ya askari 5,000. Msemaji wa serikali ya Rwanda alikataa kujibu maswali yetu, lakini alisema Rwanda inachukua hatua kujilinda mipaka yake na haina nia ya kutoa ardhi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika safari hii kumekuwa na dalili za mpasuko katika vita vya siri vya Rwanda. Mwezi Mei 2022, majeshi ya Kongo yalidai kuwakamata wanajeshi wawili wa Rwanda wakiwa ndani ya ardhi ya Kongo. Rwanda ilikanusha hili, ikidai kwamba wanajeshi hao walitekwa nyara wakiwa upande wa pili wa mpaka. Lakini NBC ilipata ripoti ya ndani ya jeshi la ulinzi la Rwanda kuhusu tukio hilo, ikithibitisha kwamba wanajeshi hao walikamatwa walipokuwa wakishiriki katika shambulio la M23 kwenye kambi ya jeshi la Kongo. Ripoti hiyo inapendekeza adhabu kwa kamanda wao, ambaye aliwaruhusu wanajeshi wake kushiriki kwenye shambulio hilo wakiwa wamevaa nembo za jeshi la Rwanda. Ili kulinda siri, Rwanda ilianza kuwapa M23 na wanajeshi wao sare na vifaa visivyotambulika na kufanya iwe karibu haiwezekani kuwatofautisha. Ili kuzuia kukamatwa na kutambuliwa kwa mifumo ya silaha za Rwanda, walikuwa wanazisafirisha kwenda na kurudi mpakani hadi Rwanda kila usiku.
Jeshi la ulinzi la Rwanda RDF liliondoa miili ya askari wao waliouawa vitani, na pale waliposhindwa kufanya hivyo, waliwanyang'anya vitambulisho na alama zote za utambulisho. Licha ya hatua hizi, idadi kubwa ya vifo inaendelea kuwa vigumu kuficha. Kwa kutumia picha za satelaiti, tulihesabu moja baada ya nyingine makaburi katika makaburi haya ya kijeshi ya Rwanda. Tangu mwaka 2021, makaburi haya yameongezeka kwa zaidi ya makaburi 900. Ongezeko kubwa zaidi lilitokea kati ya mwishoni mwa 2023 na mwanzoni mwa 2024. Katika kipindi hiki, jeshi la Kongo lilifanya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani ndani ya mipaka yao. Kulikuwa na majeruhi wengi sana wa Rwanda kiasi kwamba walikaribia kupoteza vita. Shambulio hili la Januari 2024 lilibomoa kambi ya RDF na ghala la silaha karibu na kijiji cha Kiwanja nchini Kongo. Shambulio hilo liliwaua maafisa wa Rwanda waliokuwa wakifundisha wapiganaji wapya wa M23. Msemaji wa serikali alikataa kujibu maswali yetu kuhusu majeruhi wa Rwanda, lakini alisema taarifa yetu kuhusu makaburi ya kijeshi ya Rwanda haina nukuu msingi wowote katika uhalisia. Intsynews ilizungumza na mwanachama wa zamani wa jeshi la Rwanda ambaye alipoteza marafiki, washauri na wanafamilia kwenye mzozo huo. Alituambia kwamba mazishi yao yalifuatiliwa na kudhibitiwa kwa ukaribu sana. Akiogopa kulipiziwa kisasi na serikali, alizungumza na NBC kwa sharti la kubaki bila kutajwa jina. Alitupatia nyaraka na vyanzo vingine vya kuthibitisha maelezo yake. Ili kuhakikisha jina lake halitajwi, tunasoma kutoka kwenye nakala ya mahojiano yake. Nina mwanafamilia. Yeye ni binamu yangu. Aliniita. Aliniambia adui hapa ni hatari sana. Alisema tunaogopa sana. Alikuwa anatetemeka, sauti yake pia. Alifariki 31 Desemba 2024. Wanakupeleka makaburini, wanakuonyesha jeneza, halafu wanazika, kisha unarudi nyumbani. Baada ya hapo, wanafuatilia familia, mazungumzo yao, kama wanashirikiana kuhusu kilichowapata. Wanapaswa kukaa kimya. Kwa Warwanda wengi, huzuni ni kubwa kuliko hofu. Intsynews iligundua na kuthibitisha mifano 91 ya familia za Kinyarwanda ambazo zilikaidi mamlaka kwa kuchapisha matangazo ya mazishi ya ndugu zao waliokufa mashariki mwa Kongo. Mtu anapofariki, wakati mwingine unabaki huna cha kuogopa tena. Hawana cha kupoteza. Karibu miaka 4 ya vita imewaathiri zaidi raia wa Kongo. Mamilioni wamelazimika kukimbia makazi yao ili kukwepa mapigano, mara nyingi wakikimbia mara kwa mara. Na juhudi za Warwanda kuficha uwepo wao zinazidi kufanya hali kuwa mbaya zaidi. Ripoti iliyovuja kutoka Januari 2024 inaonyesha jinsi RDF na M23 walivyoanzisha kituo kidogo kilicholindwa, kisha wakawafukuza wakazi wote wa kijiji jirani ili kudumisha usiri. Katika kipindi cha vita, wengi wa waliokoseshwa makazi walipata hifadhi kwenye kambi za wakimbizi karibu na Goma, jiji kubwa zaidi katika eneo hilo. Lakini sasa Goma imetekwa na M23 pamoja na majeshi ya Rwanda, na wengi wanalazimika kukimbia tena. Picha za satelaiti zinaonyesha maelfu ya mahema na miundombinu ya muda katika moja ya kambi hizi zikivunjwa kabisa. Serikali za magharibi zimejua kuhusu ushiriki wa Rwanda na zimetamka hilo hadharani, lakini bado Rwanda inaendelea kupokea misaada ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na ufadhili wa kijeshi kwa ajili ya misheni zake za kulinda amani za Umoja wa Mataifa. Sasa Rwanda inashiriki kwenye mazungumzo ya amani yanayosimamiwa na Marekani, licha ya kwamba haijawahi kukiri rasmi kushiriki kwenye mgogoro huo. Hii pia itawawezesha mamilioni ya watu waliokoseshwa makazi kurudi nyumbani kwao, kwenye jamii salama zaidi na kupata fursa mpya za kiuchumi. Marekani inaahidi kuwekeza haraka katika upatikanaji wa madini adimu kutoka mashariki mwa Kongo. Hili ni pendekezo la kuvutia kwa Rais Kagame. Chini ya makubaliano yaliyopendekezwa, Rwanda ingenufaika na uwekezaji huu wa madini na kujiondoa kwenye mgogoro bila kuwajibika kwa vita vyake vya siri.